Anza babu. Tulia babu. Mama mwanangu. Haya. Tulia babu. Basi kama ilivyo ada, tunawakaribisha sana kwenye hii TV teule iite Malkia Media Group. Basi tuko mtaani kwa ajili ya kuonyesha mambo tofauti ambayo yanatendeka kwenye jamii. Basi kwa kuwa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kwenye kitengo cha elimu ya afya kwa umma chini ya udhamini ya wizara, hali kadhalika bila kumsahau gwiji mratibu wa elimu kwa umma upande wa afya Bwana Peter Mashimba. Basi watazamaji wa ITV, tunawakaribisheni sana kwenye huu mjadala wa dakika kadhaa ili angalau elimu iweze kufikia watu tofauti. Okay, basi asalamu alaikum, Bwana asifiwe, uhuru wa Yesu, amina sana. Karibuni sana. Naam. Nimeenda kwenye kupiga picha. Nashukuru sana. Ujio wangu hapa ni ujio mahususi kwa ajili ya kuongea na wanazengo. Kwa kuwa nina tatizo kidogo la kuongea lugha mama, basi utakuwa unaniwakilishia Kisukuma ili watu waweze kuelewa kinachoendelea. Basi mimi hapa na mkurugenzi natambulisha shirika. Hilo shirika limeingia ubia na TANESCO. Mimi ni mkemia. Baada ya kukaa nje ya nchi, nimerudi na mtazamo mwingine hasa kwenye masuala ya utunzaji wa mazingira. Basi tumejaribu kujifunza mambo mengi sana chuoni, na mimi nikaona kupitia media hii wamenikaribisha hapa Malkia Media Group kuja kuwa kama darasa, kuwa mwalimu, na nadhani ningetirika moja kwa moja. Basi wizara amenituma nipite sehemu tofauti kwa ajili ya kutoa elimu, maana serikali inashauri kwamba ni marufuku mzalendo, mjenzi wa nchi kushiriki, hatuiti ujangili, maana tuongee kidogo lugha tamu, ukataji wa miti na mikaa, mazingira kidogo kunatatiza kwenye mazingira. Lakini serikali tukaihoji, kama mtazuia ukataji wa miti na mkaa, je, jamii inayoishi vijijini kwenye nishati duni, maisha lazima yataenda tofauti, kwa sababu kuna watu wanasomesha watoto kupitia biashara ya mkaa, kupitia biashara ya kuni, kupitia biashara ya magogo. Basi ni sawa, kwa kuwa serikali imeamua hivyo, serikali imetoa wapi? Tunarudi sasa huku kijijini.